Elimu, Sayansi na Teknolojia atafuatiwa na Mheshimiwa Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi ajiandae. Asante sana kwa nafasi hii. Naomba nitangulie kusema kwamba naunga mkono hoja zote mbili zilizo mezani, na vile vile natoa pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar, waziri wetu wa fedha, pamoja na manaibu wake wawili PST na timu yote pamoja na kamishna wa bajeti kwa kazi nzuri na hotuba nzuri yenye matumaini waliowasilisha hapa bungeni. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza vile vile Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo pamoja na naibu wake, katibu mkuu na katibu mtendaji wa Tume ya Mipango pamoja na watumishi wote walio katika ofisi yake kwa hotuba nzuri waliowasilisha hapa bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, hii kama ilivyosemwa na wengi ni bajeti ya kwanza katika utekelezaji wa Dira 2050. Na bajeti ni nyenzo ya kutekeleza dira hii kubwa yenye matamanio makubwa sana, na inatekelezwa na serikali kwa ujumla wake na katika sekta kupitia bajeti za kisekta ambazo zinapakua kutokana na sera za sekta ambazo zipo na ambazo zinafuata mfumo wa hii dira ya 2050. Sasa moja ya kipaumbele cha dira kati ya vipaumbele vitano katika mpango aliowasilisha Mheshimiwa Profesa Mkumbo ni uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Na hili nataka niongee kwa kituo. Uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 1968 profesa mmoja aliandika kitabu kama maarufu sana duniani, aitwa Paul Ehrlich, kiliitwa Population Bomb. Maana yake yeye alikuwa anasema ukuaji wa population, idadi ya watu inavyoongezeka kwa kasi hasa katika nchi kama Afrika, ni bomu ambalo litatulipukia usoni, litakuja kutuharibia. Lakini dira yetu inatuonyesha kwamba watu na idadi ya watu vile vile tunaweza tukaigeuza, badala ya kuwa kama ni bomu, inakuwa kama mtaji wa maendeleo ya nchi yetu. Na nitalielezea hili Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuonyesha kwamba dira hii na nyenzo tunazozitumia ni ajenda ya vijana wa Tanzania na watoto na vichanga vilivyozaliwa, ambavyo vikifika miaka 50 vilivyozaliwa vitakuwa vimefikisha miaka 25, watakuwa bado ni wadogo sana. Ni ajenda ya vijana ambayo lazima sisi wote tujaribu kuitekeleza. Idadi ya watu sisi lazima tuangalie kama ni mtaji na sio tatizo, lakini ili iwe mtaji, yapo mambo ambayo lazima tuyafanye kuanzia sasa na tuyafanye kila mwaka mpaka 2050. Sasa nitakumbusha Mheshimiwa Naibu Spika, wakati rais wetu anazindua sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023, alitaja sababu kubwa 3 za mageuzi ya elimu ambayo leo nitaita the 3 imperatives. I3. Alizungumzia swala la demografia, yani ukuaji na muundo wa watu katika nchi yetu. Alizungumzia swala la utandawazi, globalization, yani mwingiliano wetu sisi katika mambo yote na dunia iliyoko nje ya nchi yetu. Na alizungumzia mlipuko mkubwa wa mabadiliko ya kasi ya teknolojia. Nitaelezea hayo mambo matatu na jinsi ambavyo tunajipanga kuyafanya. Na nirudi kwanza nyuma pale tunapozungumza kuhusu uwezo wa watu. Humu bungeni, Mheshimiwa Naibu Spika na Mheshimiwa wabunge, wizara yetu zaidi ya 90% ya maswali tunayoulizwa hapa yanahusu VETA. Kila siku tukijibu swali hapa bungeni inahusu VETA. Maanake inahusu ujuzi, inahusu uwezo wa watu wetu, kwamba ni kiasi gani serikali inawekeza, inahusu vijana. Hatuwezi kupuuza ujuzi
hatuwezi kupuuza vijana tukatarajia tutatekeleza dira hii. Tutaita wawekezaji, bila ujuzi tutatafuta na wafanyakazi kutoka nje. Tutaacha kutumia utandawazi, fursa za nje, kwa sababu sisi hatujawekeza vizuri. Kwa swala la uwezo ambalo nataka kulizungumzia hapa ni la kufa na kupona, hatuwezi kuliepuka, tutalipuuza kwa madhara makubwa sana ya nchi yetu. Kwa hiyo nijaribu kufafanua kidogo hayo aliyosema Mheshimiwa Rais wetu. Demografia, ukuaji wa watu. Ukiangalia umri wa watu ni piramidi. Imekaa hivi. Huku chini ndio vichanga vingi sana. Alafu vijana ni wengi, lakini vichanga zaidi. Alafu watu wazima ni wachache, lakini watu wazima zaidi ni wachache zaidi, na wazee ni wachache sana. Maanake ni kwamba kadiri tunavyoendelea kumanage uchumi wetu kwa demografia hii, mahitaji ya ajira yatazidi kukua. Yanazidi kukua kwa sababu wako wengi watamaliza shule, wako wengi wamezaliwa. Kama tusipounda ajira za kutosha, lakini vile vile kuwa na watu wenye ujuzi wa kuajiriwa, demografia hii kwetu tutaona kama laana. Tukijipanga na kuwekeza vizuri, hii ni baraka kubwa na faida kubwa kwa nchi yetu ambayo itatuwezesha kuweza kufikia malengo ya dira. Kwa hiyo tusipozungumzia ujuzi, elimu na ujuzi, hii dira kwa kweli haitatupeleka popote. La pili, utandawazi. Utandawazi ni nini? Ni sehemu kubwa sana, lakini niseme tu. Maanake ni kwamba hata uchumi wetu unaingia katika ushindani duniani. Hasa niulize, ukiwa suti uliovaa inatoka nje, tai uliovaa inatoka nje, saa uliovaa inatoka nje, kipaza sauti hiki kinatoka nje, kwamba unakuwa na middle class ambayo ime-externalize its consumption. Tuna idadi kubwa ya watu ambao kipato kinakuwa, lakini matumizi yao wananunua kutoka nje. Na hii demografia, vijana wanakuwa wanatafuta kazi, lakini wazalishe nini wakati sisi tunachonunua kuanzia suti, kuanzia tai, kila kitu tunatoka nje. Kwa utandawazi huu unaweza kuwa balaa kwetu. Lakini tukiandaa vijana wetu vizuri, wakawa na ushindani duniani, wakapata ujuzi ambao ni basic kama huu tu, kutengeneza nguo, kutengeneza saa na kadhalika, wakawa na ujuzi wa kwenda kufanya Kongo, Mauritania, Guinea Conakry, Marekani, Argentina, Peru, New Zealand, kote huko wakawa na ujuzi unaohitajika. Sisi kwetu utandawazi utakuwa ni baraka kubwa utakao tusaidia kusonga mbele. Kwa rais wetu alivyozungumzia hili, lazima tulizungumze kwa mapana yake, kwamba utandawazi upo, hatuwezi kuzuia tena. Tunajipanga vipi ili kuhakikisha kwamba utandawazi huu hauji kutuletea sokomoko katika nchi yetu, vijana wetu wakabaki hawana ajira, wakatupa shida. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala la teknolojia. Sasa naona muda unaenda kwa kasi sana, niende kwa haraka haraka. Sasa tumejipanga vipi kama serikali na bajeti hii? Nionyeshe kwamba kwa kweli serikali imejipanga vizuri sana. Haya mageuzi ya elimu tunayozungumzia ni mageuzi ya kutuandaa katika utekelezaji wa dira, hasa kwenye ujuzi, sayansi na teknolojia. Kwanza, mageuzi ya elimu, watoto wetu waache kumaliza shule wakiwa na miaka 13. Lazima wamalize wakiwa form 4, miaka 16. Tunawaandaa wamalize shule wakiwa na umri ambao wanaweza kaajiriwa. Pili, hii kuhakikisha kwamba elimu yetu hasa sekondari inakuwa na mtiririko wa amali, mafunzo ya ujuzi, wajifunze wakiwa shuleni, wasijifunze nadharia tu. Inatuandaa sisi vijana wetu wakimaliza waweze kujiajiri, waweze kuajirika kama alivyosema Mheshimiwa Mchengerwa. Ajira ni jambo kubwa sana, lakini tukijipanga vizuri tuna uwezo, na matumaini yetu ni makubwa kwa dira hii na bajeti hii iliyozungumziwa hapa. Tatu, hizi VETA tunazojenga ambazo ni VETA sasa hivi karibia kila wilaya zote Tanzania zitakuwa na vyuo vya VETA. Na VETA hii mtoto kuingia akae bwenini kwa mwaka mmoja ni shilingi 120,000 tu. Anakula, anakaa pale, anafundishwa 120,000. Akikaa nyumbani shilingi 60,000. Hizi VETA zinaongeza ujuzi, inatuandaa vizuri sana kwa hizi 3 imperatives. Vyuo vikuu na vyuo vingine vyote tunajenga na kuimarisha mahusiano ya waajiri na vyuo
ili tunachofundisha vyuoni viendane na ujuzi na kuandaa watu vizuri kwa ajira. Na mtaona tulichofanya pamoja na makampuni mbalimbali, na kazi hiyo inaendelea vizuri, na naibu wangu waziri hapa kwa kweli analiendesha vizuri sana, tunasonga mbele. Mafunzo ya STEM yanatusaidia katika sayansi, lakini vile vile tunatoa scholarship kama mnavyofahamu kwa ajili ya kuandaa vizuri vijana waweze kuwa na ujuzi. Kwa kumalizia vitu viwili, Mheshimiwa Naibu Spika, naruka vitu vingi kwa sababu mtaanza kusema tunakwendaje. Hapa nimshukuru sana rais wetu kwanza kwa yale maono yake na kutambua hivyo vitu vitatu ambavyo lazima tuvishughulikie, na lazima tunapopanga fedha, bajeti kuu, mipango ya nchi na za wizara, lazima tuangalie swala hilo la ujuzi. Tusipoangalia tunajua tu tutaita wawekezaji au tutaita na wafanyakazi kutoka nje. Tumeruhusiwa na tumepata mkopo wa bei nafuu sana wa dola milioni 300 kutoka Benki ya Dunia wa miaka 5 ambao kazi yake kubwa utakuwa ni kwenye ujuzi. Mpango huu unaitwa ESPJ namba 2. Tutahakikisha kwamba tunautumia vizuri kwa ajili ya VETA na vyuo na kuimarisha zaidi ujuzi katika sekta yetu ya elimu. La mwisho kabisa, Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumezungumzia kwamba teknolojia explosion yake hii inaweza katukimbiza tukashangazwa na itashangaza dunia nzima. Na mnafuatilia habari AI Marekani, kuna kampuni ilikuwa imepata leseni ya kufanya kazi afu imenyang'anywa. Kila mtu ajiulize kwa nini walinyang'anywa haraka sana, madhara na faida zake hizo. Sisi sasa hivi tunapeleka vijana kwenda kusoma nje katika maeneo yote hayo, lakini tunakamilisha maandalizi, mapitio ya sera ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na kwenye hili naomba niwaambie waheshimiwa wabunge, chini ya uongozi wa rais wetu, hili la sayansi, teknolojia na ubunifu yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo napenda kusema tena, hii dira ambayo tunazungumza ya 2050 na budget ni ajenda ya vijana kuliko hata sisi. Ni maandalizi ya vijana wetu na watoto wetu waweze kujimudu katika utandawazi, demografia hii iwe ni faida na baraka kwa nchi yetu, na vile vile tuweze kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia. Kwa narudia tena, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli napongeza sana mawaziri wetu, lakini hasa tunampongeza rais wetu kwa sababu mambo aliyaona mapema sana. Alivyoapishwa tu swala la ujuzi linaloendana na ajira alilizungumza, nadhani hata mwezi mmoja haujapita tangu apishwe kwa rais wa nchi yetu. Kwa hiyo tuendelee kumunga mkono, na mimi naunga mkono hoja zote mbili zilizoletwa mezani kwetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu. Asante sana. Asante, nimtaje